Eyo, bwana, mambo vipi? Kama kawaida naamini kabisa uko poa popote pale ambapo unatizama Misalaba Media. Naamini kabisa leo hii pia ulikuwa na hamu zaidi ya kuweza kufahamu ni kipi ambacho tunakusogezea. So leo bana, kupitia Misalaba Media ndani ya kipindi cha Misalaba Info kuna info mengi sana ambayo tunakusogezea. So kikubwa zaidi leo pia tutazungumza na msanii Angela tuweze kufahamu moja kati ya posti ambayo aliweza kuiposti, akasema kwamba mimi na switch muziki wa Bongo Flava na moja kwa moja anaelekea kwa upande wa gospel. So kuna nini ndani yake? Bwana, tutazungumza naye hapa na tutasikia kila ambacho atatujibu. Endelea kufuatilia Misalaba Media. Nite Captain Beka. Siko peke yangu bwana hapa. Kama kawaida, kama unavyomuona mrembo hapa ambaye amependeza, ametupilia kinoma noma sana. Bwana, hongera sana mwanetu. Asante. Yoyo. Naona katika tabasamu fulani hivi ambalo sijajua linaashiria nini hili. Umechangamka. Amna bwana, unajua unapoiona siku njema lazima ufly, uchangamke, kitu kama hicho hapo. Shindi. Lakini pia kwenye Misalaba Info uko na mimi Cisco Promise. Na hapa bwana tutapata kusikia mastori mengi kama alivyosema Captain Beka, atakuwa na mwanadada Angela. Tunapoa kizalendo kabisa. Ni aje? Oyo, usibanduke. Kama pia bado hujatembelea pale mjini YouTube, pita pale mjini YouTube, naamini kabisa utapata yale yote ambayo tunakuwa tunakusogezea popote pale ambapo unatizama siku fulani hivi ambayo imepoa kinyamwezi kabisa. Ni amani aje? Bwana, leo katika mastori bwana tunaye Angela, moja kati ya msanii ambaye alikuwa Konde Gang, lakini pia ni moja kati ya msanii ambaye amefanya makubwa sana kwenye game na kuna mengi zaidi ambayo tutakwenda kuzungumza naye. So endelea kutizama Misalaba Media na hapa tunakwenda kuzungumzia bwana, kuna moja kati ya posti Angela aliweza kuiposti, akasema kwamba sasa hivi bwana mimi naachana na masuala ya kwa upande wa Bongo Flava na nina switch kwa upande wa gospel. Tunaona kwamba kuna baadhi ya wasanii wamekuwa wakifanya hivi mara kadhaa, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa ni magumu sana, wengine wanaishia pia kwenye biashara. Hii huwa ina maana gani? Yaani mtu na switch kwenye Bongo Flava na umeshajitengenezea mazingira mazuri, lakini mwisho wa siku na switch unafanya gospel. Hii huwa ina maana gani sana kwa wasanii? Kwa upande wangu mimi nadhani mtu anafanya kile kitu ambacho anaona kinamlipa au ana manufaa nacho. Kwa kitendo cha kuswitch kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mimi nadhani ni kupiga hatua. Maana uwezi ukatoka labda unafanya kitu kinakulipa afu kinafanya kitu ambacho kinaweza kukupa hasara. Hapana, mimi nahisi ni maamuzi tu, pia maybe Roho Mtakatifu kamshukia akamwambia sasa mwanangu unatakiwa unitumikie. Vitu kama hivyo, unajua hakika. So tutazungumza na Angela tuweze kufahamu pia kwa upande wake ni kwa nini bwana ameamua kuweza kuswitch kutoka kwenye Bongo Flava lakini kuingia kwenye gospel ama ni aje. So Angela tunaye hapa na tutazungumza naye mawili matatu tuweze kusikia wito ama ni nini kutoka kwake, au sio? Basi mambo ni mazuri kinoma noma sana. Tukiwa tunaweka mambo sawa, naamini kabisa Angela muda wowote tunaweza tukazungumza naye hapa tuweze kufahamu mambo mengi zaidi, au sio? Hakika. Sasa tutamsikia bwana mwanadada Angela, yeye kama yeye atatuambia ni kwa nini ameamua kutoka kwenye Bongo Flava then kaamua kuingia kwenye gospel. Angela, mambo vipi? Poa, uko poa? Niko poa, mzima? Nashukuru Mungu. Uko live hapa kupitia Misalaba Media? Ndio. Tumepata kuona bwana Angela umeamua kufanya maamuzi, umeamua kuswitch kutoka kwenye Bongo Flava mpaka kwenda kwenye kuimba gospel kwenye ulimwengu wa Roho Mtakatifu, umeamua kumtumikia. Hiyo kwa upande wako wewe imekaaje? Mimi naona nimehamia upande sahihi, upande wa kumtumikia Mungu, kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo inamjua Mungu. Kwa hiyo nadhani ni njia sahihi, nimerudi kule kwenye origin yangu. Ni kwamba umeamua kumtumikia Mungu. Kwa sio tena kwenye swala zima la biashara. Kwa haupo kibiashara, biashara ya muziki, bali tu ni moyo wako umekutuma au tu umeamua wewe kama wewe kufanya muziki, sio kibiashara tena. Ndio, ila pia kwa sababu nina watu ambao wanahitaji kunisikia nikiimba, kwa hiyo nitakuwa naachia, lakini nimebase sana kwenye ibada zaidi. So utakuwa unafanya Bongo Flava and the same time unafanya pia gospel? Bongo Flava hapana.
Okay, utabase kwenye gospel tu. Ndio. Okay. Okay, lakini pia tunaona kuna baadhi ya wasanii wamekuwa wakifanya hivi, lakini mwisho wa siku wanaishia katika mambo mengine tofauti. Labda kwa upande wako pia katika hili tunaweza tutarajie kuweza kuliona mambo yakiwa magumu kwa upande wa gospel. Tunaweza tukaona pia ukarejea kwa upande wa bongo flava. Hapana, siwezi kurudi tena huko. Okay. Labda ni kipi ambacho kimeweza kukuvutia zaidi kufanya gospel, na tangu umeachia post yako umeachana na bongo flava bado hatujasikia ngoma yoyote kuweza kuiachia mpaka sasa? Yaani nikimaanisha kwamba tangu umeposti kuachana na bongo flava na kuingia kwa upande wa gospel bado hatujaona ngoma yoyote mpaka sasa hivi ambayo umeshaiachia. Tutarajie lini utaachia ngoma, ama tutarajie kipi kutoka kwako? Ni hivi tu karibuni nitaachia kazi. Nadhani mashabiki zangu wakae tu mkao wa kula, kwa sababu muda si mrefu nitaanza promotion, nitangazia tarehe, kazi inaitwaje. Kwa hiyo ni muda si mrefu, hata mwezi kuishi. Okay, lakini pia Angela, tumeona ukijishughulisha kwenye swala zima la udalali. Ni kwamba udalali sasa hivi ndio kazi yako ambayo panel tunafanya, au ni gospel? Uko upande gani kwenye udalali au gospel? Maana tena ukiangalia mambo ya Mungu na udalali bwana, ni dalali tuna attempt kama kamari. Kwa upande wa Kilomita Mtakatifu ni kitu ambacho kinakuwa so poa. Kwako unaionaje hiyo? Gospel sifanyi kama biashara kukaa kuingiza hela. Kwa mimi najishughulisha na vitu vingi tofauti na kuimba. Yes. Na udalali nafanya kama kawaida. Mimi sidhani kama ni dhambi, kwa sababu ni issue ambayo ni halali. Yes, bora nifanye udalali au bora nikaibe. Bana Angela, moja kati ya kitu ambacho najiuliza pia hivi sasa, labda pengine una management ambayo inakusimamia ama unajisimamia wewe mwenyewe? Hapana, nasimama mimi kama najua kwenye gospel ukiwa chini na management, hiyo inakuwa tena ni biashara. Management itahitaji kuingiza pesa, kuingiza faida. Wewe Mungu akikutumia wewe kama wewe uwasilishe ujumbe fulani kwa watu, management nayo itaona hii idea imekaa sio kibiashara. Sasa wewe inabidi usifanye tena kazi aliyokuagiza Mungu, inabidi ufanye wanaokuagiza management. Inakuwa wewe unatumiwa na management, sio kutumiwa tena na Mungu. Kwa hiyo mimi sihitaji iwe kama mfumo wa biashara, nishindwe kuwakilisha kile ambacho Mungu ataniagiza kukiwakilisha kwa watu. Kwa hiyo nitafanya mimi kama mimi nikihitaji support, nitaangalia nani anaweza kunisupport nikafanikisha jambo la Mungu. Naamini Mungu hawezi kuninyima watu kunisupport. Okay, lakini pia Angela, vipi kama ikatokea management ambayo ikakuwekea kiwango cha fedha ambacho ni kikubwa kabisa, tukakwambia Angela, rudi kwenye game, fanya kazi. Wewe hiyo kwa upande wako itakuwaje? Utarudi kwenye game au utakomaa na gospel endelee kumtumikia Mungu? Nishakupita kwenye management, kwa hiyo ninaelewa kuhusu management. Management ina kawaida ya kukutamanisha, lakini mikataba yake na masharti magumu. Hii ni kawaida. Kwa hiyo mimi siwezi. Okay, lakini pia katika hili tunaona kuna mashabiki wengi ambao uliweza kuwapata kupitia bongo flava, na kwa sasa tayari umeingia kwenye gospel. Uhofii kuweza kuwapoteza hao mashabiki, ama unakuja kivipi ili kuhakikisha kwamba bado unaendelea kuwa nao hao mashabiki? Mimi nimekubali kuanza upya. Kwa hiyo kama kuna mashabiki ambao watatenda kile ambacho nitakuwa nakifanya kumtumikia Mungu, basi watanifuata pia. Lakini mimi nimeamua na nimekubali kuanza upya. Na kuna comment yote ambayo umeipokea baada ya kuweza kuposti hiyo umeachana na bongo flava na kuingia gospel? Na katika comment hizo ambazo umezipokea, ni ipi ambayo umeichukua na ni ipi ambayo pengine umeona kwamba ni kawaida tu kwa binadamu kuweza kufanya hivyo? Zipo comment tofauti. Kuna wengine ambao wanatamani niendelee na bongo flava na kuna wengine wanatamani niingie kwenye gospel. Ila nimeona ni wengi wanatamani niingie kwenye gospel. Kwa hiyo katika hilo kuhusu mashabiki zangu hamna kikwazo.
La, na ningependa pia kufahamu umezungumza unakwenda kuachia wimbo hivi karibuni. Pengine tutarajie kuwa na kolabo na wasanii ambao tayari wameshaingia kitambo zaidi kwa upande wa gospel. Tutarajie kufanya nao kolabo ama unaanza wewe kama wewe? Nahitaji nianze mimi kama mimi, lakini Mungu akinipa kibali zaidi basi itafanyika hilo. Lakini pia kuna wasanii wengi sana wa kike hususan kwa upande wa gospel. Ni nani kati ya wasanii hao ambao unatamani sana, yani unawishi kufanya nao kazi? Karibia wote, kwa sababu wote kwa kibali na wapo vizuri. Kwa hiyo Mungu atakayenipa kibali kwa kwanza kufanyaje, lakini wote nawapenda na natamani kufanya nao kazi. Natamani sana kuweza kujua tu Angela, pengine yani kwamba ni msanii nani wa kwanza kabisa ambaye unatamani sana kuweza kufanya naye kazi? Kwa kuchagua hisi hapana. Mimi naweza nikafanya na fulani alafu kumbe Mungu kaniandalia fulani, kwa hiyo sisi kusema nahitaji fulani, no, hapana. Okay. Labda pengine una neno gani sasa kwa mashabiki kuhusiana na namna ambavyo tayari umeshaingia kwenye gospel? Una neno gani kwao na ni kipi ambacho nakizungumza zaidi? Ninawapenda, lakini pia wale ambao wanapenda kusikiliza pia nyimbo za gospel wanabarikiwa, basi kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Yeah. Okay, tutarajie kuendelea kutumia jina hilo hilo la Angela ama tayari kuna jina ambalo tayari umeshaliandaa kwa ajili ya gospel? Hilo tu Angela. Okay, bana, sisi tukushukuru sana kwa muda wako na ninaamini kabisa mambo yataendelea kwa mazuri, na ninaamini kabisa katika wito ambao umeitwa na Mungu, na umezungumza hapa kuhusiana na umeitwa na Mungu, lakini pia umetokea katika familia ambayo kimsingi inamfahamu Mungu. Basi tukutakie majukumu mema katika majukumu yako hayo mapya mengine. Nashukuru sana. Bana, tumesikia kutoka kwa Angela kwa kila ambacho unaweza kukizungumza bwana. Kwamba kumbe tulikuwa hatujui. Kumbe ametokea kwenye familia bwana ambayo inamjua Mungu. Bwana pia hata Nandi sometime kuna baadhi ya ngoma ambazo amekuwa akizitoa zinamhusisha Mungu zaidi. Sasa katika hili yani unajua huwa unakana na kujiuliza sana yani. Kumbe huwa wanatamani sana kuweza kufanya hiki na hiki, si ndio? Ya hakika. Lakini tukija katika swala zima la wanasema kwamba ile kubadilisha mazingira. Mara nyingi sana naona wasanii wengi sana wanatamani sana kufanya kitu hicho, lakini muda na wenyewe unakuwa unakimbia kinoma sana yani. Sasa huwa najiuliza ni wapi ambapo kwamba tunafanya muziki kwa biashara zaidi, ama ni wito tu ambao tayari Mwenyezi Mungu ameweza kukuita na tunawishi bwana kuweza kuendelea kufanya kazi kama kawaida. Mimi kwa upande wangu bwana, nadhani muziki pia hata injili pia wapo ambao wanaimba muziki ya injili na inaoingizia fedha. Yaani maisha yao yote wameishi wakifanya nyimbo za injili. Okay. Umeona? Na wanaishi hivyo, mambo yanaenda. Lakini pia wapo wale ambao wanaimba nyimbo ambazo ni za Bongo Flava, R&B, hip hop, na pia wanaishi kupitia huo muziki. Mimi nadhani tu Mungu akiamua yeye mwenyewe kukufunulia kwambia bwana hivyo. Sijajua, lakini anyway, maana kazi ni kazi jamani. Cha muhimu tu mkono uende kinywani, usiibe vitu kama hivyo. Ni hata kwenye amri zile za Mungu zile pale wanasema kabisa usiibe. Sasa sijajua wewe tayari katika amri zile 10 za Mungu ni ipi ambayo bado kabisa ni bado hujaitenda? Lakini pia kitu ambacho kimenifurahisha zaidi kutoka kwa mwanadada Angela, amesema kwamba yeye muziki wa injili anafanya kwa lengo la kumtumikia Mungu, lakini si biashara. So kama surprise kiukweli. Hakika kabisa. Na tunakiona hiki hapo, si ndio bana? Hakika. Bana, tulikuwa na story hii hapa kuhusiana na Angela, lakini naamini kabisa popote pale ambapo natutazama hivi sasa mtazamaji wetu wa Misalaba Media, naamini kabisa tutaendelea kukusogezea info ya maana kabisa, interview ya maana kabisa. So endelea kufuatilia Misalaba Media kama kawaida. Bana, ndani ya Misalaba Media kwa siku ya leo kwenye info ulikuwa nami Captain Beka. Njoo pako bwana, ama ni aje? Si ndio? Nilikuwa mwanadada mrembo fulani hivi ambaye hana mambo mengi sana ni, si ndio? Kwa hiyo kwa ambao unanitazama sasa hivi, kama unahisi kwamba bana mimi pia na wish siku moja niweze kukutana na huyu dada, basi endelea kupatia Misalaba Media, naamini kabisa tunaweza tukakukutanisha na mwanadada huyu na mambo yatakuwa mazuri zaidi, si ndio? Hakika. Jimbo liko wazi.
Jimbo lipi? Mbona kama uchaguzi ushafanyika Beka? Kuna sehemu kweli hamna mgombea. Lakini naamini kabisa kuna tafsida wanasema, si ndio? Hakika. Punguza ule ukali wa maneno. Naamini kabisa utakuwa umeshanielewa. Nimekuelewa. Bana, cha muhimu ni kwamba I go by the name Cisco Frames kwa wale ambao hawanijui. Na ulikuwa unafuatilia Misaraba Media, hapo unapata unyamwezi wote, ujanja wote unaokuta humu ndani. Kubwa kuliko ni kwamba endelea tu kutufuatilia kila siku, usiache kucomment, kusubscribe pia kwa wale ambao hamjasubscribe. Kabisa. Ukishafanya hivyo, naamini kabisa kila ambacho tunakuwa tunakizungumza hapa moja kwa moja unakipata. Ama ni aje? Aha. Ndio hivyo bwana, tuna sign out, tuna log out, au sio? Tunakata visa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.